السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير أمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم حسن عملا وهو العزيز الغفور. Leo katika muendelezo wetu wa madarasa zetu za tasawuf, kuna jambo ambalo kulikumbuka kila wakati ni muhimu sana, nacho kingine kifo. Safari ya kifo ni lazima kuikumbuka kila wakati. Lengo kubwa la kufanya mambo yetu yote katika ibada zetu ni kwa ajili ya kujiandalia safari hiyo. Wiki ya jana tulikuwa na jambo hilo la kukumbusha habari ya mambo ya dua ya marehemu waliokufa, na mada ile bado tulikuja hatujamalizia bado, na katika kukosa kuimalizia ni kwa sababu ya muda mfupi. Na leo tunaeleza ambao neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaliyosema kwamba kuna kitu kinaitwa sakarati al-maut. Sakarati, ndugu zangu Waislamu, maana yake ni ulevi. Sakarati al-maut maana yake ni ulevi wa kifo. Mwanadamu anapokaribia kutolewa roho yake, basi ni lazima kwanza anakuwa analewa, kama vile unavyoona mtu anapolala usingizi. Kwanza hawezi kulala ghafla binadamu, ni lazima kwanza anaanza kusinzia. Kule kusinzia ndio maana kwanza analewa. Akishalewa ndio anaingia kwenye kifo kidogo. Kifo kidogo maana yake ni ule usingizi. Kifo kikubwa ndio kikubwa, hicho ndio mtu anazikwa. Sasa kule kusinzia maana yake ndio ulevi. Na mtu anapokufa, anapozidiwa sana, kuna ulevi wa kifo kabisa. Watu ndugu wanakuja, lakini bado anageukia shingo huko, bali anageuzia shingo huko. Pale hana mawasiliano na mtu yoyote katika dunia, ana mawasiliano mambo ya kiakhera tu. Sasa ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wajaa sakaratil maut, utamjia mtu ulevi, mtu wa kifo. Utakapokuja ulevi wa kifo, basi anasema dhalika kuntum minhu tahidu. Unaambiwa pale baada unapokuwa kifo na kinakufikia pale, unaambiwa hapa kifo hiki ndio ulikuwa unakikimbia, sasa leo ndio kinakuja hivi sasa ufe. Maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika surati Qaf kwenye aya 19 kwenye juzu ya 26 kwamba wajaat sakaratil mauti bilhaqi, utakujia mwanadamu ulevi wa kifo kwa uhakika. Dhalika ma kunta minhu tahidu, hicho walikuwa nasema kifo walikuwa nakikimbia, sasa ndio hicho kinakuja hivi sasa, ndio anaondoka dunia hivyo sasa. Kama alivyosema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba al-mautu babu, kifo ni mlango, wa kullu nasi dakhiluhu, na kwa kila mtu ataingia mlango huo, lazima ataka usitake. Hata ukiwa mjanja namna gani, hata ukiwa mwana sayansi namna gani, hata ukiwa mwana profesa namna gani, au hata ukiwa ni maarifa ya namna gani, lazima wewe kufa, ni lazima ufe. Na vile vile anasema al-mautu kasu, kifo ni kama vile kinywaji. Kifo kama kinywaji. Wa kullu nasi sharibu, kwa kila mtu lazima anywe maji. Maisha ya binadamu lazima upate maji. Bila kupata maji, basi huna maisha ya binadamu. Kwa sababu chakula unataka upikie maji, kunywa lazima unywe maji, kuoga lazima uoge maji, basi lazima nacho kifo lazima kinakufikia hatua hiyo. Tunasema bwana wal mautu kasu, kifo ni kinywaji. Wa kullu nasi sharibu, basi kwa kila mtu lazima anywe hayo maji. Utruku dunia, anasema iache hii dunia mwanadamu. Fa innaka, kwani hata hii dunia hii laisat laha yadumu. Hii dunia hii unapoielekeza sana, si yenye kudumu. Dunia hii si yenye kudumu. Tunaambia lau kana fi dunya tadumu li ahliha, laiti kama dunia ingedumu wangebakia la ahliha. Ahli maana yake walioanza kina baba yetu Adam, mitume 124,000 wameiacha dunia pamoja na nyumati zao zote. Lakana Rasulullah hayya, lakini vile baada kama kuna kiumbe angebakia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakana Muhammad bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam angebakia yeye.
yadumu muabada, mtume angedumu milele, kwa sababu yeye ndio katika umma wa mwisho ndio huu. Sasa angebakia yeye. Kwa hiyo kwa vile hao hawakubaki, basi mimi na wewe hatubaki. Anasema gharatuhu anta maghruru, mwanadamu umedanganyika sana wewe na dunia, na imekudanganya sana dunia na wewe unadanganyika. Yani dunia inakudanganya vitu vitamu, vitu vizuri duniani hapa, lakini bado vinakudanganya na wewe unadanganyika. Basi unapofikia hatua hiyo, basi lazima urudi nyuma, kwamba ujicheki kwanza. Je, mimi katika maisha yangu haya mbona kuna watu ambao wametangulia hawapo hivi sasa? Baba yangu hayupo, pengine mama yangu hayupo, babu yangu hayupo. Sasa babu yangu pengine yupo bado kijana, lakini huyu aliyomzaa babu mbona hayupo? Ina maana wale wamekuwa ni wajinga waliokufa, mimi ndo mjanja? Jibu, hapana, wewe si mjanja. Jambo la kifo kila mmoja lazima nimpata. In kunta naima, basi kama umekuwa umelala duniani hapa, umelala au ghafila au umejisahau wewe, basi fantabihu, lazinduka sasa. Kama umejisahau au umelala kwa umejisahau, kama dunia dunia wewe umefika, basi sasa uzinduke. La tansal mautan, usisahau kifo. Fa innal mauta la yansaka, hakika kifo hakija kusahau wewe. Usikisahau hicho kifo, kwa sababu kifo hakija kusahau. Na kama hakija kusahau, basi andaa safari hiyo, au andaa katika mkutano huo kati wewe na kifo. Lazima utakutana nacho hicho kifo lazima. Almautu sabilun, akaendelea kuambia kwamba kifo ni njia. Wa kullu nasi qati'uhu, lazima kila mtu anakata njia hiyo. Kifo kama ni njia, basi lazima katika njia hiyo lazima utakata, utapita. Mfano, unatoka nyumbani kwako, lazima unapofika sehemu fulani lazima utoke katika maeneo ya kwako pale, lazima utapita njia hiyo. Na kifo lazima kinafikia hatua hiyo, lazima kwa kweli. Wama mahabba almala waman ahabba almala, haka mtu yote mwenye kupenda mali, fala yadhkur almaut, basi akumbuki hata kifo. Mtu mwenye kupenda mali, kifo hawezi kukumbuka, kwa sababu kila siku anafikiria mali tu, anafikiria miradi yake tu. Basi kifo kinampita, hakumbuki mpaka sasa pale atakapokufa. Sasa ndio anazinduka sasa, kumbe ninakufa hivi sasa. Waman la yadhkuru almautu, na mtu yule ambaye asiyekumbuka kifo, basi wa kharaju min ad-dunya bila tauba, atatoka duniani bila toba, hatubii mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana yake anafanya madhambi lakini hakumbuki kifo. Basi kule kusahau kifo, siku anapoondoka basi hakumbuki toba, kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu yani kaendekeza mambo yote ya kidunia. Basi mtu huyo mwenye anaondoka dunia bila toba, wala taati bila hata kwa na toba, yani hata kwa mtiifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana hakuwa mtiifu kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, basi anaondoka duniani kama vile sasa na mbuzi au kuku tu. Maana binadamu kaumbwa na akili, atubie kwa Mwenyezi Mungu, afanye istighfari, kumwomba Mwenyezi Mungu aina zote za dua, aina zote za kutubia kwa Mwenyezi Mungu. Lakini huyu alikuwa amependa mali sana, kasahau mambo ya kiakhira, anaondoka duniani bila utiifu, si mtiifu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi mtu huyo harama alaihi aljanna, ni haramu kuingia peponi mtu huyo. Yule mtu ambaye ameondoka bila kutubia, mtu ameondoka bila ibada, haramu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno haya yapo kwenye kitabu cha Majmuu ndio limekusanya maneno kama haya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kafa bil mauti waidha, inatosheleza kifo kwa maana mawaidha. Kwa nini aseme hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba inatosha, kwamba kifo ni mawaidha tayari tosha? Ni kwa sababu unakaa na rafiki yako, jamaa zako, au baba yako au mama yako ameondoka katika dunia, kafa. Wewe unalia, baadaye unanyamaza. Baada ya kunyamaza sasa uzingatie kwamba huyu aliondoka, huyu alikuwa mwenye akili sana, na mimi katika kuondoka mama yangu huyo au baba yangu huyo ndio sababu ya kupatikana mimi. Huyu aliyenizaa mimi kaondoka, mimi nitabaki? Basi ni mawaidha tosha hayo. Ni lazima ufikirie hayo kwanza, kwamba huyu alionizaa mimi ambaye alikuwa ndio ana busara zaidi kuliko mimi kaondoka. Sasa kama kaondoka, mimi nifanye nini ili na mimi nipate hatima njema, nife hali ya kuwa nimetubia mbele ya Mwenyezi Mungu? Basi nirejee kwa Mwenyezi Mungu, nifanye ibada,
ndio unakumbuka kifo. Unapokuwa unaambiwa mawaidha ni kifo, mawaidha ni kifo, ni mawaidha, maana yake kwamba uangalie wenzako wanakufa. Au kama hujamuona mtu anapotolewa roho yake, basi nenda makaburi uangalie kama matuta ya viazi vile. Matuta ya viazi wale, hapana. Ni watu walikuwa na busara zao, tena wengine ni mashehe wamezikwa pale, walikuwa na elimu kubwa lakini wamezikwa. Sasa ujifikiri kwamba hawa wote hawa ina maana wameondoka hawakuitaka dunia? Jibu hapana, walipenda dunia kama unavyoipenda wewe. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba wewe unajisahau kutokuzingatia hicho kifo. Sasa kuzingatia kifo maana yake ndio mawaidha yenyewe. Kama mawaidha yenyewe ndio hayo, basi sasa kwamba kama nitakufa nifanye ibada sasa. Ujikumbushe. Anasema idha farqa ruhu albadana, wakati mwili sasa unataka utengane na roho. Sasa mwili unataka utengane na roho, nudia malakal maut, anakulingania malaika wa kifo. Anasemaje? Binafasika, pumzi zako, binafasika, pumzi zako. Yani sasa anakulingania kuhusu nafsi zako, yani pumzi zako. Sasa yakula, nasema tafatil ardhin, nimezunguka ardhi yote. Ile malaika pumzi zake anataka atoe pumzi. Sasa anasema nimezunguka ardhi yote, mashariki wa magharibiha, nimetembea mashariki mpaka magharibi. Fama wajada laka nafasa wahida. Allahu akbar. Nimezunguka sehemu zote mashariki mpaka magharibi, sikupata hata pumzi moja inobakia. Hii unapumua ndio mwisho, ndio ufe hivi sasa. Nimetembea sehemu zote kuangalia sasa, je, umri wako bado upo? Uzidi kuishi? Hapana, nimezunguka sehemu zote. Malaika huyu anolinda zile pumzi zako, anasema nimetembea zote mashariki mpaka magharibi, nimekuta hakuna hata pumzi moja ya kupumzika. Hivi sasa ukipumua tu unaondoka sasa hivi, ambao matamshi ya mwisho hayo nakutamkia malaika. Faraja, kisha nimerudi sasa. Anarejea, nimesharudi, nimetembea sehemu zote, sikupata pumzi moja. Thumma yadkhulu almalaka akhara, kisha anaingia malaika mwingine kwako pale. Fayaqulu, anasema yule malaika akifika kwako, muda huu sasa unakoroma pale, unataka ufe. Anakuambiaje malaika mwingine? Anasema assalamu alayka, amani juu yako, ya Abdallah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, amani juu yako, nimekuja. Ana malaka almuwakkalu bi ajalika, mimi ni malaika ambaye nimekuja kuangalia kuhusu habari ya muda wako. Muda wako sasa, pumzi zimekwisha sasa, nyama sasa, muda wa kutolewa nimeshafika mimi. Tafatil ardhi, nimetuzunguka ardhi yote, mashariki wa maghariba, mashariki mpaka magharibi. Fama wajada laka ajalaka, sijapata muda wa kuishi wewe, sijaona kwamba sasa kuna uendelee kuishi. Maana hapa hata tone la maji haliwezi kuingia tena, pumzi imeshakata sasa, hata pumzi, yani hata tone kusema la upande mdomo. Sasa hapo mdomo unaanza kujiachia. Nimetembea sehemu zote, muda wa kuishi dunia umeshakwisha. Faraja, ati nimerejea hivi sasa, nimeshindwa. Thumma yadkhulu malaka akhara, kisha anaingia malaika mwingine alkarima, mtukufu, anaingia pale. Wote wanakuja kukusuta sasa dunia. Sasa unasema leo laiti afadhali ningefanya ibada huko. Sasa hawa wanakusuta sasa. Anasema fayakulu, anasema salamu alayka ya Abdallah, mwingine huyo, amani juu yako ewe mja wa Mwenyezi Mungu wewe. Nahnu almuwakkaluhu bima yakhruju min lisanika, sisi tumekuja malaika wawili, tunataka tuangalie yale yanayotoka katika ulimi wako. Je, unatamka nini sasa hivi? Katika kalima ya mwisho utasema nini? Mmoja anakaa kuliani hapa, mmoja anasimama kushotoni, malaika wawili. Yule malaika kuliani yule anaandika matendo yako yote uliyofanya duniani. Kama ukijana ufanya maasi, wa kushotoni. Wa kuliani anaandika mema yote, na wa kushotoni anaandika ya kushoto kwa mabaya yote. Anasema yaktubu la hasanati, yule wa kuliani anaandika mema yako yote. Wal akharu, na mingine, wa sayiati, anaandika mambo ya kushotoni, huku anaandika machafu yote uliyofanya duniani. Idha tamat hadha al-khabarun,
Zitakapofikia zile habari, washafikia ndio zimeshafika habari sasa, wanaandika pale. Basi wanachokifanya, thumma jaa malaka limuakkalu, sasa anakuja malaika wa mwisho yule, anakwambia ya ibn adama, mwanadamu wewe, hawa wameandika matendo yako yote uliyofanya kushotoni, ya kuliani, mema yako kaandika huyo, na huyu kaandika mabaya yako yote kaandika. Ya ibn adama, mwanadamu wewe, ataraktika dunia au dunia taraktuka, ulikuwa mjanja sana wewe duniani. Je, umeiacha dunia au dunia imekuacha wewe hivi sasa? Muda ule unaangalia sana dhambi ulojaza. Allahu akbar. Kama ni mtu mwenye maasi, kwa kukimbilia huna pale, tayari moto unaonekana kabisa kwamba sasa uingie katika jahannam hapa. Sasa anakuambia atarakta dunia am dunia taraktuka, umeiacha dunia au dunia umeiacha imekuacha wewe hivi sasa? Ajamaatu dunia au dunia jamaatuka, umekusanya dunia au dunia imekusanya wewe? Maana duniani wewe bwana ulikuwa mkorofi sana. Mashamba unasema toka hapa mpaka huko kote huko kwangu mimi, hata kingi hapa atakiona cha mtimakuni. Sasa leo je, umeikusanya dunia au dunia imekusanya? Ndugu zangu, mnagombania mashamba, mnagombania viwanja, ni hatari sana. Ardhi ni hatari sana. Unaambiwa ukichukua shubiri moja tu ya kumdhulumu mwenzako ardhi, basi siku ya kiyama inakuchukua kipande kile ulichodhulumu kuanzia hapa mpaka ardhi ya 7, unaambiwa wanakuvasha shingoni ukibebe. Je, utaweza? Ni hatari ardhi sio mchezo. Duniani vitu vitatu hapana kugombea, vibaya kabisa. Tena ikiwezekana hapana kuuza. Vitu vitatu. Kitu cha kwanza ardhi. Hapana kugombea ardhi wala kugombea. Cha kwanza hicho. Cha pili maji. Cha pili ni maji. Cha tatu moto. Unakwenda kwa hodi naomba moto. Wewe unaomba moto? Moto unaomba? Sio nimefuata nataka nichukue moto nikapikie. Sio unaomba. Moto hakuna kuomba. Kwa hiyo unaposema naomba moto unaomba balaa. Kwa hiyo vitu vitatu, ardhi, moto na ardhi, hapana kugombania, hapana. Basi anasema akatalta dunia am dunia taraktuka. Je, umepigana na dunia au dunia imekupiga wewe hivi sasa? Muda ule wewe cha kusema hapo na mdomo umelegea pale, kama hauna mwenyewe mate yanadondoka kama hauna mwenyewe. Wakati ulikuwa mjanja wewe, mate yanadondoka kama vile mbuzi aliyokuwa amekata masikio. Kama kimya hapa, maana uchungu unaingia hapa kwenye ubongo. Yale maneno muingia pale, basi mdomo kauachia pale kimya. Kisha wanaambiwa pale ya bana Adama. Maana pale sasa wewe wanakufunda kama mwali kimya. Hapana kusema chochote pale. Ya bana Adama, mwanadamu wewe. Aina badanuka kawiyu. Uko wapi mwili wako ulikuwa na nguvu wewe? Ulikuwa miraba minne wewe. Ulikuwa unapigana sana wewe. Ulikuwa na mpigane tena bondia. Sasa aina badanuka kawiyu. Uko wapi mwili wako ulikuwa na nguvu? Maana hata ukiwa mjanja namna gani, pale siku ya kulegezwa nguvu zako pale kiasi huna hata cha kufanya pale. Ma dhaafuka, nini kilichokunyongesha sasa? Kilichokufanya wako inakuwa mlegevu kiasi kinini? Bwana ulikuwa mjanja duniani. Wa aina lisanuka fasihi, ulikuwa ulimi wako ulikuwa fasaha kuzungumza wewe. Mwenzako ana maneno mawili matatu, maana ulikuwa hodari sana kusema. Aina lisanuka fasihi, uko wapi ulimi wako ulikuwa fasaha wa kuzungumza hivi leo? Ma asakatuka, nini kilichokunyamazisha leo? Sema tuone hivi sasa. Wa aina hebauka, wako wapi wapenzi wako sasa, rafiki zako, jamaa zako wako wapi sasa? Unashtua maneno hayo wakati furadan peke yako uko kaburini pale kimya. Wenzako wako wapi? Jamaa zako wako wapi? Mlikuwa mnacheza mpira pamoja, mlikuwa mashabiki mkiwa pamoja, mlikuwa mnafanya kesi michezo tofauti. Wako wapi hivi sasa? Pale unashtua peke yako. Hii ndio habari ya kuweza kujua. Hapa ndio mahala pa kukumbuka sana. Iko siku hiyo ujikumbuke, mimi nitakapofikwa na hali kama hiyo, je, nitamwambia nini malakal mauti pale? Nitajibu nini pale? Cha kujibu hakuna, nyamaza kimya pale. Na katika hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha qalat, akasema mama Aisha mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wa idha asaba alaiha alma'i
Sasa anaambiwa pale mtu anapokufa sasa anapotaka kuoshwa sasa pale. Yale anasutwa pale anapotaka kuoshwa sasa. Idha asabatil alaiha alma'i, wakati mwanadamu sasa kafa, wanataka mwagie maji apate kuoshwa pale. Saha almauti, anapiga kelele maiti. Yakulu ya ghisali, muoshaji we. Anapiga kelele pale. Ya ghisali, muoshaji we, unataka kuniosha mimi. Tani kawi, usinishike kwa nguvu. Kwa sababu uchungu wa kutolewa roho sio mchezo. Uchungu wa kutolewa roho unaambiwa kama vile mtu anamchuna kondoo kuanzia kichwani mpaka mkiani bila kuchinjwa. Chuna kabisa. Au kama mtu anapigwa mapanga 1000. Sasa ukiwa na kidonda kikubwa kama hicho, halafu mtu akushike mkono, unaonaje? Ni hatari. Fa inna jasadihi majruhu bi khuruji ruhi ya akhi. Hakika uchungu wa kutolewa roho umenizidi mwenzako. Ndio mara hivi sasa unaponishika, kila unapopashika najisikia uchungu mkali sana. Fa ina jasadi majruh, haka kidonda, mwili wote una vidonda hivi sasa, naona mwili mzima vidonda hivi sasa. Fa idha faragha min ghisali, wakasa muda ule anamalizwa sasa mtu kuoshwa sasa. Wewe maana analamika maiti usikii, wewe unaosha, lete maji, lete ngoja ufewe sasa, utakuja sikia kile anacholalamika mwenzako pale, utakuja kiona pale. Sasa fa idha faragha min ghisalihi wada'a fi kafan, wakati sasa kishamalizwa kuoshwa sasa, wada'a fi kafan, wanawekwa sasa kwenye sanda. Kama ni mwanamume basi majami matatu yale unawekwa pale, kama ni mwanamke basi unaweka katika nguo zako 5 zile unawekwa pale. Muda ule sasa nudi ya sahatin, analingania tena, anapiga ukile tena mwingine maiti. Wallahi ya ghisali la tashuddu kafani, analamika hivyo, wallahi usinifunge kwa nguvu. Maana mtu ukishatiwa kwenye sanda kuna vitanzi vitatu, kimoja unafungwa kichwani hivi pamoja na unafungwa huko, na kimoja katikati, na kimoja kwenye miguu. Sasa la tashuddu kafani, usinifunge kwa nguvu, funga taratibu. Uchungu ni unaoanza kwa hatari sana. Umenitonesha vidonda vya kifo, sasa leo unataka unitoneshe tena katika pale umenitonesha, sasa unataka uingize tena. Maana hiyo mtu kijikata alafu choma ushike uone uchungu wake. Sasa anasema usinifunge kwa nguvu, maana hapa uchungu unaoona mpaka akilio kimegiribika kabisa hivi sasa. Wallahi ya jamaa, na hapa ndugu zangu, jamaa zangu nyewe, na hapa jamaa zangu, na kuwapieni, la taajiluni, msinifanyie haraka mabwana, msinifanyie haraka. Hata audai dari, msinichukue wakati mmebeba mnataka mpeleke maiti, msinichukue haraka mpaka niage kwanza nyumba yangu, maana ndio mwago wa mwisho. Mnanitoa nyumba yangu imejenga kwa hasara, nimejenga kwa gharama kubwa. Sasa msinitoe haraka kwanza niage nyumba yangu, nizunguke kwanza. Lakini wapi, hataki ukienda ndani, kinachozunguka pale ni roho tu basi, lakini mwili uko pale umelala. Wa ahli, na wanangu ni waage kwanza. Wa mali, na mali yangu nimeiacha ndani kwanza. Mbona mnaiacha ndani? Maiti analamika, lakini sisi hatusikii. Ya jamaa, jamaa zangu, jamaa zangu nyie, tarakti zawjihi armalati, nimemwacha mke wangu mgane. Mke wangu mgane jamani, kama ni mwanamume nimwacha mume wangu jamani, kama mwanamume nimwacha mume wangu bwana, hawezi kuwalea watoto. Mama wa kambo hawezi kulea wanangu, kwa hiyo jamani acheni kidogo nikaangalie wanangu. Lakini kelele zote, majitu ni mjukuu. Kama ukufanya mali njema, kila unachosema pale hakisikilizwi, mambo yako yote umeacha duniani. Fala tudhu, msiwaudhi watoto zangu bwana. Watoto zangu wamekuwa ni yatima, msiwaudhi. Waudai yatima, nawaacha watoto zangu mayatima hivi sasa, nawaacha mayatima, msiwahangaishe wanangu. Alilia fala tudhu fa inni alyawma ukhriju, mimi hivi sasa ndo natoka mezenu, mimi sasa hivi sasa natoka mimi dari katika nyumba hii. Wala arji'u,
wa sintorejea tena. Wadhaani fil kabrin atharan, naacho kwenye kaburi na kwenye turabi, kwenye udongo pale. Wadhaa fi turabin thara, angalia, wadhaa fi turabi thara, na wewe kwenye udongo chini, maana sio juu, chini. Tani 7 za udongo zile, unafukiwa tena, umelala ubavu mmoja, huwezi kugeuka pale. Hiyo siku ndio ya kukumbuka sana, ndio ibada ndio kitu muhimu sana hapa. Pale katika udongo tani 7 zile, mtoto wako hata kama alikuwa na huruma nawe, eti uko analia, uko nakufunika, wanakufunika na hutoki pale. La taajiluni hata asma'u sauti ahli, msinifanyie haraka mpaka nisikie sauti ya wanangu wanalia sana, nisikie sauti ya wanangu wanalia sana jamani. Ya ikhwani, wewe unabembeleza, unatamka, lakini matamko hakuna anakusikia pale. Ya ikhwani, ndugu zangu, la taghurannakum dunya katun, msidanganyike na dunia hata kidogo. Wala yaghurannakum, wala msidanganyike wanadamu wanarudi katika dunia. Fattakullaha, mcheni Mungu jamani. Maiti anatoa mawaidha, wakati anatoa mawaidha duniani, lakini anasema fattakullah, wakati alikuwa si mcha Mungu. Kwa kizaazaa hiki kinachokiona pale, ndio anasema fattakullah, jamani, mcheni Mwenyezi Mungu. Anamkumbuka Mungu wakati sasa ndio roho imeshatoka pale. Inni kuntu alamu innal mautu yansani, jamani, mimi nilikuwa nikifika labda kifo kimenisahau mimi. Yalihi fil hayati, nipate kuendelea na uhai. Walakin alana, lakini hivi sasa, tadifanuni, ndio mnanifukia leo. Lakini kila anapolalamika watu, fukia udongo haraka, fukia tuondoke zetu. Wakati mnapotoka pale, mguu kila anatembea, unapotembea mnaondoka kwenu majumbani, maiti anasikia zile kwatu zile mnaota bwana, alikuwa mwenzetu bwana, huko anakusikieni maiti. Wa idha wadha aljanazatin ala shafiri, wakati sasa linawekwa jeneza kwenye shafiri, kwenye ukingo pale, kwenye ukingo anataka avukiwe sasa pale. Yaqulu alqabri, inasema ile kaburi pale umewekwa kwenye shimo. Sasa unafungua ile sanda, jeneza linabakia pale pale nje, na nguo ile ufunikwa sasa, inafunikwa kwenye ukingo pale. Yaqulu alqabri, inasema kaburi, ya ibn adam, mwanadamu, unakuja hapa unakuja hapa, tamshi ala dhahri, ulikuwa unatembea sana katika mgongo wangu wewe. Wa masiruka ila batni, leo utaingia tumboni mwangu hapa. Leo unaingia katika tumboni mwangu, ulikuwa unapiga sana, ulikuwa unacheza, luka sana, na luka piga na nipiga. Sasa leo unaingia katika tumbo langu hivi sasa. Watadhahaku ala dhahri, ulikuwa unacheka sana wewe katika ardhi, katika mgongo wangu wewe. Ulikuwa unacheka sana wewe. Thumma tabuki fi batni, leo hapo utalia. Ulikuwa unalia sana wewe, utalia leo hapa leo. Hapa leo utalia. Watafurahu ala dhahri, ulikuwa unafurahi sana, furaha nyingi sana katika mgongo wangu wewe. Thumma tahzunu fi batni, hapo utahuzunika sana. Kaburini hapa leo utahuzunika sana hapa. Watadhnibu ala dhahri, ulikofanya madhambi mengi sana katika mgongo wangu, madhambi mengi sana. Uingie kichochoro hiki, mara hivi, mara cheza hapa, mara hivi, mara umepiga mwenzako, mara ufanye hivi. Thumma tahzunu fi batni, sasa utahuzunika sana katika tumbo langu. Utahuzunika tena, huzuni sio mchezo kusema huzuni. Unahuzunika hadi yako nini, furadan, peke yako hapa, hakuna mwenzako hapa. Watakulu shahawatin ala dhahri, ulikuwa unakula matamanio mengi sana katika dunia. Malete pilau hapa, lete biriani, lete chai, lete nini. Ulikuwa unafanya hivyo duniani. Thumma taakulu dudu fi batni, sasa hapo utaliwa na wadudu. Wewe ulikuwa unakula mlaji, sasa naliwa. Sasa ulikuwa unakula vitamu duniani, sasa hapa nao utaliwa hapa katika tumbo langu. Ya maghrurun, mwenye kudanganyika na dunia wewe. Wa yaqulu al-kabrun, inasema hiyo kaburi, ana khufra, bwana ndio shimo mimi. Kaburi inasema ana khufra, mimi ndio shimo, min khufuri nari, katika mashimo ya moto, in asaita,
kama ulimwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wengine anapokuwa duniani hapa anacheka cheka sana. Anacheka. Sasa angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba man dhahika ala kabri almayt, tunamaliza maneno haya. Man dhahika ala kabri almayt, mtu yote mwenye kucheka katika makaburi ya maiti, wote wamezikwa, wenzako wamezikwa pale, wewe unacheka cheka ovyo pale. Nyinyi mnafutaga kuni kule makaburini. Mnacheka cheka ovyo. Basi mtu huyo madhambi anayopata fakaanna ma katala 60 nabia, kama umeua mitume 60, madhambi unayopata. Wakatala ummihi wa aba, na kama umeua mama yako na baba yako, madhambi huyo mtu anacheka kaburi ovyo. Waman ataa khati'atin wa huwa yadhaku, mwenye kufanya madhambi huko anacheka, basi dakhala an-nar wa huwa yabki, ataingia motoni huko analia. Waman ataa Allah wa huwa yabki, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu analia na anajuta nasikitika na madhambi aliyofanya, basi dakhala al-janna wa huwa yadhaku, ataingia peponi huku anacheka. Waman lam yakun fi ziyadati fi dunya, mtu mwenye kuzidisha matendo ya kidunia, basi huyo dakhala an-nar, ataingia motoni vile vile. Fahuwa fil nukusani fi amali, kwa sababu amepunguza matendo yake ya kidunia yote ya kiakhira, ameendekeza kidunia, basi lazima ataingia katika mahala pabaya sana. Waman kana fi nukusani fi dini, na mtu mwenye kupunguza ibada yake, hafanyi kabisa ibada, anasema fal mautu khairu lahu min hayati, basi bora ufe. Bora ufe kuliko kwa hai. Mwanadamu ujikumbushe kifo kila wakati, na ndio ukifanya ibada basi lazima ujikite katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mada hizi hazimalizikaga upesi, na hapa muda wetu umeshatumalizikia, lakini hapa tumejaribu kama kionjo tu. Mada hii ni ndefu sana kwa sababu ina mambo yake makubwa sana. Allahumma jamilna bil afia wassalam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. اللهم أغننا بحلالك عن الحرامك وفضلك أمن سواك. اللهم لك الحمد وإليك مشتكى وبك مستعاذ وأنت مستعان ولك الرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله الكريم جعلنا كل الخير يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين.